Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Nakukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi ambacho kimekuwa baraka sana katika maisha yetu. Leo tunaendelea na kuziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu ambazo ni za baraka sana. Tumeshakimaliza kitabu cha Injili ya Yohana, tunaingia kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume, tuanze sura yake ya kwanza. Tusome mistari michache hapa. Tuanzie mstari wa 4. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Hapa tunakutana na ahadi nyingine ya ubatizo. Tunakutana ahadi ya ubatizo, anaisema Yesu, ahadi ya ubatizo. Anasema hata alipokuwa amekutana nao. Wapi? Baada ya kufufuka kwake, Yesu alikuwa na tabia ya kukutana na wanafunzi wake na kuongea nao. Sasa hii ilikuwa ni siku yao ya mwisho kukutana na Yesu pamoja na wanafunzi wake. Alipokuwa anawaagaaga akawaambia, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kiliandikwa na Luka. Huyu Luka alikuwaga daktari na uandishi wake ni wa kitaalamu sana. Aliandika kwa namna ambayo ukisoma kitabu hiki unashangaa. Hivyo basi akasema, kama mlivyosikia kwangu. Yesu hapa anaongea na wanafunzi wake, anasema yale mambo niliyowaambia wakati nilipokuwa pamoja nami, mliyoyasikia kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwamba baada ya siku hizi chache, mimi nikiondoka, mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Anawaambia kuna ubatizo aliokuwa wakibatiza Yohana Mbatizaji, lakini ubatizo ule ni tofauti na huu ninaowaambia. Ule ulikuwa ubatizo wa maji, lakini ubatizo huu ni tofauti. Ni ubatizo utakaobatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ndicho alichowaambia kwamba ubatizo huu unakuja baada ya siku hizi chache. Na kweli baada ya siku chache ulikuja. Siku ya 10 tu baada ya siku kupaa, siku ya Pentekoste, walikuwa wanafunzi mahali pamoja. Ukisoma sura ya 2 unakutana huo ubatizo, walibatizwa kwa Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu akawashukia wanafunzi wake kuwabatiza. Yaani kitendo cha Roho Mtakatifu kukuingia ndani yako ndio umebatizwa. Kubatizwa tafsiri yake ni kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuzaa mara ya pili unapobatizwa. Anakubatiza, maana yake anakuzaa mara ya pili. Hili ni jambo la ajabu sana ambalo linatendeka kwa njia ya ajabu, kwamba Roho Mtakatifu akiingia ndani yako ndio umebatizwa tayari, ndio umefanywa mpya, ndio umefanywa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, yanakuwa mapya, maisha yako yanakuwa mapya, unakuwa sio yule tena, unakuwa wa tofauti kabisa, unakuwa mtu mwingine. Ahadi hii ni kwa watu wote, maana yake wote. Hata wewe ambaye hujabatizwa, ahadi hii inakuhusu, kwamba imekupasa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Sasa kuna desturi mbalimbali zinatumika katika kanisa. Kanisa letu ni moja, isipokuwa tuna namna na mapokeo tofauti. Kuna kubatizwa kwa maji na kujazwa Roho Mtakatifu. Kuna kubatizwa na baadaye kuwekewa mikono, kujazwa Roho Mtakatifu. Hizo ni taratibu tu za namna ya kufanya, lakini kitu ni kile kile.
siku unapobatizwa Roho Mtakatifu anaingia ndani yako kukuzaa upya, kuwa mpya, kuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo ahadi hii inatuhusu sisi sote. Yesu anasema mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Na wanafunzi walipobatizwa na wao wakabatiza wengine. Kwa hiyo kama hujabatizwa, imekupasa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu lazima aingie kwenye maisha yako. Kama hujapata Roho Mtakatifu, basi mtafute kwa bidii aingie kwenye maisha yako, akuzae upya, akufanye kiumbe kipya. Ubarikiwe.